Mlango wa 35. Naye Yosia akamfanyia Bwana Pasaka huko Yerusalemu. Wakachinja Pasaka siku ya 14 ya mwezi wa kwanza. Akawasimamisha makuhani katika malinzi yao, akawatia moyo kufanya utumishi wa nyumba ya Bwana. Akawaambia Walawi waliowafundisha Israeli wote waliotakasika kwa Bwana, wekeni sanduku takatifu katika nyumba aliyoijenga Sulemani mwana wa Daudi mfalme wa Israeli. Hamtakuwa tena na mzigo mabegani. Sasa mtumikieni Bwana Mungu wenu na watu wake Israeli. Mkajiweke tayari kwa kadiri ya nyumba za baba zenu, kwa zamu zenu, kama alivyoandika Daudi mfalme wa Israeli, na kama alivyoandika Sulemani mwanawe. Mkasimame katika patakatifu, kama walivyogawanyika ndugu zenu wana wa watu, kufuata nyumba za mababa, kadiri ya mgawanyiko wa kila nyumba ya baba ya Walawi. Mkachinje Pasaka, mkajitakase, mkawatengenezee ndugu zenu, kutenda sawasawa na neno la Bwana kwa mkono wa Musa. Tena Yosia akawapa wana wa watu matoleo ya makundi, wana-kondoo na wana-mbuzi, yote yawe kwa ajili ya matoleo ya Pasaka. Wote waliokuwako wakipata 30,000 na ng'ombe 3,000. Hao walitoka katika mali za mfalme. Na wakuu wake wakawapa watu na makuhani na Walawi matoleo ya hiari. Hilkia na wana wa Yehieli wakubwa wa nyumba ya Mungu wakawapa makuhani kuwa matoleo ya Pasaka wana-kondoo 2,600 na ng'ombe 300. Konania naye na Shemaya na Nethaneli ndugu zake na Hashabia na Yeieli na Yozabadi wakuu wa Walawi wakawapa Walawi kuwa matoleo ya Pasaka wana-kondoo 5,000 na ng'ombe 500. Hivyo huduma ikatengenezwa, wakasimama makuhani mahali pao na Walawi kwa zamu zao, kama alivyoamuru mfalme. Wakachinja Pasaka, nao makuhani wakamimina damu waliyopokea mikononi mwao, Walawi wakachuna. Wakaziondoa sadaka za kuteketezwa wawape wana wa watu, kama walivyogawanyika kufuata nyumba za mababa, ili wamtolee Bwana kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Musa. Nao ng'ombe wakafanya vivyo hivyo. Wakaioka moto Pasaka kama ilivyo sheria, wakatokosa matoleo matakatifu vyunguni na masufuriani na makaangoni, wakawachukulia upesi wana wa watu wote. Baadaye wakajiandalia wenyewe na makuhani, kwa sababu makuhani wana wa Haruni walikuwa na kazi ya kutoa sadaka za kuteketezwa na mafuta hata usiku. Kwa hiyo Walawi wakajiandalia wenyewe na makuhani wana wa Haruni. Nao waimbaji wana wa Asafu wakasimama mahali pao, kama alivyoamuru Daudi na Asafu na Hemani na Yeduthuni mwonaji wa mfalme. Nao mabawabu walikuwa katika kila lango, hawakuhitaji kuondoka katika huduma yao, kwa kuwa ndugu zao Walawi wakawaandalia. Basi huduma yote ya Bwana ikatengenezwa siku ile ile, kuifanya Pasaka na kutoa sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu ya Bwana, kama alivyoamuru mfalme Yosia. Wana wa Israeli waliokuwapo wakafanya Pasaka wakati ule, na sikukuu ya mikate isiyochachwa muda wa siku 7. Wala haikufanyika Pasaka kama ile katika Israeli tangu siku za nabii Samweli. Wala mfalme wa Israeli hawakufanya hata mmoja wao Pasaka kama ile Yosia aliyoifanya, pamoja na makuhani na Walawi na Yuda wote na Israeli waliokuwapo na wenyeji wa Yerusalemu. Katika mwaka wa 18 wa kutawala kwake Yosia ikafanyika Pasaka hiyo. Baada ya hayo yote, alipokwisha Yosia kulitengeneza hekalu, Neko mfalme wa Misri akakwea ili kupigana Karkemishi karibu na Frati, naye Yosia akatoka juu yake. Lakini yeye akatuma kwake wajumbe kusema, ni nini niliyo nayo mimi na wewe, mfalme wa Yuda? Sikuja juu yako leo, lakini juu ya nyumba niliyo na vita nayo, naye Mungu ameniamuru nifanye haraka. Acha basi kumpinga Mungu aliye pamoja nami, asikuharibu. Walakini Yosia hakukubali kumgeuzia uso mbali, akajibadilisha apate kupigana naye, asiyasikilize maneno ya Neko yaliyotoka kinywani kwa Mungu, akaja kupigana bondeni mwa Megido. Nao wapiga upinde wakampiga Yosia, naye mfalme akawaambia watumishi wake,
niondoeni, kwani nimejeruhiwa sana. Basi watumishi wake wakamtoa garini, wakamtia katika gari la pili alilokuwa nalo, wakamleta Yerusalemu. Naye akafa, akazikwa makaburini mwa babaze. Wakamlilia Yosia Yuda wote na Yerusalemu. Naye Yeremia akamlilia Yosia, na waimbaji wote waume kwa wake wakamtaja Yosia katika maombolezo yao, hata leo, hata wakayafanya kuwa ada kwa Israeli, nayo tazama, yameandikwa katika maombolezo. Basi mambo yote ya Yosia yaliyosalia na matendo yake mema, sawasawa na yote yaliyoandikwa katika Torati ya Bwana, na mambo yake ya kwanza na ya mwisho, tazama, yameandikwa katika kitabu cha wafalme wa Israeli na Yuda.